Tanzania ni nchi iliyojaliwa ardhi nzuri ya kupendeza. Milima, mabonde, mbuga za wanyama, mito, bahari na maziwa. Nchi yenye ziwa kubwa kuliko yote Afrika, Ziwa Victoria. Lakini leo nitawasimulia hadithi ya kijiji kiitwacho Kijiji cha Kichimba. Kijiji ambacho kinapatikana kaskazini magharibi mwa nchi ya Tanzania. Katika kijiji cha Kichimba, kila mtu ana hofu ya mti mmoja. Mti ambao haukatwi, hausogelewi na wala hauzungumzwi usiku. Lakini leo kuna mtu anavunja mwiko. Siku ya agano imekaribia. Walioingia ndani ya mti hawajarudi, lakini sasa nafsi mpya inakuja. Habari za wasaa mtazamaji wetu wa Ukweli TV. Ifuatayo ni taarifa ya habari na msomaji wake ni Shati ya Maji. Kijana mmoja aliona na wananchi wenye hasira kali baada ya kumgonga mtoto mwenye umri wa miaka 5. Kupata habari kamili tuungana na mwanahabari yetu alipoenea tukio. Kaka, habari? Salama. Kwa majina naitwa Mariam Musa kutoka Ukweli TV. Sijui unaitwa nani? Anaitwa Damian Degratias. Okay, Damian. Kuna nini kimetokea hapa? Ndio, kuna ajali ambayo imesababishwa na ajali ya baskeli. Kuna kijana mmoja alikuwa anapita, bahati mbaya mbele yake akatokea mtoto akawa amemgonga ghafla, akawa amekufa hapo. Na kwa bahati mbaya zaidi yule aliyegonga na yeye wananchi wakapata na hasira kali, wakawa wamempiga na yeye akafa. Kwa hiyo wote wamefariki hapo hapo? Ndio, wamefariki. Wamepelekwa hospitalini, wote wamefariki. Mtoto alikuwa na umri wa miaka mingapi? Alikuwa na umri kama miaka 5 hivi. Na kijana alikuwa na umri wa miaka mingapi? Kama miaka 25 hivi. Okay, asante sana. Ndugu wananchi, tukio hili limetokea hapa majira ya mchana. Nilikuwa naomba wananchi tuwe tuna uangalizi, pia tuwaweke watoto salama, maana mtoto aliyogongwa ni mtoto wa umri wa miaka 5 na pia kijana wameweza kumuua, amefariki. Kwa hiyo naomba tuweke uangalizi, watoto wawe salama na vijana tuwe waangalizi barabarani. Nikiripoti ripoti hii, mimi ni Mariam Musa kutoka Ukweli TV. Kiongozi samani. Bila samani. Habari ya saizi? Salama, karibu. Asante. Naitwa Lucas. Nimetokea kijiji cha Kichimba. Kusaidia nini? Nimekuletea taarifa mpya. Taarifa, karibu. Karibu. Asante. Madam. Yes.
tunahitaji mtu mwenye ujasiri. Kijiji kinapotea na watoto wanatoweka, na Akia aliyetoweka aliwahi kuonekana karibu na ule mti. Nitaamini vipi maneno unayosema? Kwani haiwezekani binadamu akaishi ndani ya mti? Pia kwa sasa inaonekana kawaida ya watu kutunga hadithi ili waziteke hisia za wafuasi wa mitandaoni. Madam, sikio la kufa alisikii dawa. Kwani kama uamini, basi karibu kijijini kwetu ushuhudie. Nitaamini vipi? Kwani hata serikali haiamini imani unayosema. Matukio ya watu kupotea yanazidi kutawala kijijini kwetu. Mti ule umekuwa gunzo na tishio kwa maisha ya wananchi. Kituo chetu ni kituo kikubwa cha habari nchini. Uoni kama nikitoa taarifa za uongo utahatarisha ajira yangu? Ninakuhakikishia kwa taarifa hii, basi kituo chenu kitakuwa mkombozi kwa kijijini kwetu. Uoni kama nikitoa taarifa za uongo utahatarisha ajira yangu? Ninakuhakikishia kwa taarifa hii, basi kituo chenu kitakuwa mkombozi kwa kijijini kwetu. Sawa, nitakuja. Hakuna siri inayodumu milele. Kijiji gani? Chimbo. Majina yako tafadhali? Naitwa Lucas Juma. Asante. Madam, mimi naenda. Sawa, asante kwa ushirikiano. Hii habari ninaanza nayo hii. Tangu na mimi kufika kijijini, mambo yangu yamekuwa magumu sana. Baada ya mimi kushika ule mti, ina maana ule mti ulikuwa kishikina au mimi ndo naota? Juma, usimsogelee Devota. Watu wanasema ana nguvu zisizoeleweka. Gasi bwana. Devota ni mwanamke kama wanawake wengine tu, na yeye ana haki ya kuishi kama mimi na yeye. Unadhani kwa imani yake ya kupambana na nguvu za giza atafanikiwa? Jasi, si yeye tu Devota, bali hata mimi nitamsaidia kupambana na hao wanaojiita wenye haki. Yule dada huwa anapenda kuongea na mtu. Yeye sio mtu wa kawaida, ni mshirikina, na sio mshirikina tu, bali ni muuaji. Na yeye ndo huwa anawateka watu na kuwafungia. Hii sio sehemu sahihi, naomba tuondoke. Leo ni siku ya kujua ukweli. Ukitaka ukweli, basi ukweli utakugharimu. Kila sekunde ya maisha yangu imejaa huzuni.
Kwa nini nisiwe huru? Uhuru uletwa kwa kupiganiwa. Hivyo basi, inapaswa kupigania haki ili upate ukweli. Kwa nini mimi na si mwingine? Wewe ni mteuliwa, inapaswa kuikubali hali hii. Tola mtandolo kalunde naloyigwa gabale yomba yombe awelelo. Tola mtandolo kalunde naloyigwa gabale yomba yombe awelelo. Tola mtandolo kalunde milembe mwana doto shokela genangala yana malo ikolo. Milembe mwana doto shokela genangala yana malo ikolo. Shokela genangala yana malo ikolo. Shokela genangala yana malo ikolo. Milembe mwana doto shokela genangala yana malo ikolo. Nani lolo nani kwa kuniwe nini? Yeah. Mama Kifimbo, Mama Kifimbo, Mama Kifimbo, Mama Kifimbo. Aliye na damu njema amerudi. Devota amerudi. Hapana, siwezi kurudi gizani. Siwezi kukubali uzee unirudie. Umeishi zaidi ya miaka 1000. Umekuwa kiongozi bora kwangu. Umeishi zaidi ya miaka 1000 na umekuwa mtawala mzuri sana kwangu. Sawa, kwa hili najua la kufanya. Mama Kifimbo, Mama Kifimbo, Mama Kifimbo.